goli 3. Mwanzo usikuwepo hapa. Goli 3 visiwani Zanzibar. Una uhakika? Yes. Una uhakika? Ameibuka na ushindi wa goli 3. Wewe tuongelee mpira lakini Yanga ameshinda goli 5. Niko fresh, mambo vipi? Uko poa? Tuko vizuri. Bana, tumeshuhudia mechi ya Simba leo anahitimisha na ilikuwa ni mechi yao ya mwisho kama ambavyo wamesema, kwa sababu ni mwisho wa msimu kwa mechi zao za nyumbani, lakini watu wengi walikuwa wameshindwa kuelewa kwamba ni mechi ya mwisho kweli, kwamba hawatacheza tena au vipi, lakini kubwa ni mechi yao ya mwisho ya nyumbani na mashabiki wao leo wamejitokeza kwa wingi sana, lakini ni mechi ambayo kusema kweli ilikuwa ngumu sana kwa Simba, na hii inadhihirisha kwamba kila timu ambayo inakutana na Simba inakuwa ngumu sana. Haijalishi timu imeshuka daraja, lakini lazima itapeleka ugumu kwa Simba, na of course ni kwa sababu Simba pia ni lidude likubwa kwa maana timu ambayo iko nafasi ya 5 kwa ubora barani Afrika, timu iliyofika fainali ya kombe la shirikisho, lakini pia timu ambayo imekuwa na consistency katika michuano ya CAF. Kwa hiyo kila timu ambayo inakutana nayo, iwe imeshuka iwe kwenye level fulani, lazima ikaze, na of course tumeona dhidi ya Ken Gold walioenda uwanjani bila kufanya homa hapo, wamechelewa wakamkazia Simba, ingawa Simba alishinda, lakini bado alikomaa mpaka dakika za jioni. Morrison anataka kucheza, sio leo. Tumeshuhudia Kagera Sugar wamekomaa, wamekaza sana na nini, lakini mwisho wa siku bao la Steven Desemukwala linaamua. Simba anapata matokeo mengine na wanafikisha points ambazo bado Yanga tu anaongoza kwa point moja, lakini wamecheza mpira mzuri, ingawa sio kwa performance ile ya Simba tuliozoea kuiona. Inawezekana ni kwa sababu pia leo kocha ameinject baadhi ya wachezaji, ni kwa sababu ana mchezo wa dabi, mchezo mkubwa. Kwa hiyo haujamuona leo Mpanzu, unaona bwana Kibu ametokea benchi, lakini pia hujaona wachezaji ambao tumezoea kuwaona kina Yusuf Kagoma, hujaona wale wachezaji ambao wamezoea kunyumbulika. So leo mabadiliko yaliyofanyika inawezekana pia pengine Simba kushindwa kufanya vizuri kama ambavyo watu wamezoea, lakini ni Kagera pia leo walikuwa wanacheza, wako very flexible kwa sababu tayari wao wameshuka daraja, hawana cha kupoteza. Walichokuwa wanakifanya ni kwamba walikuwa wanatengeneza CV zao kuelekea mwisho wa msimu, kwa sababu kuna timu ambazo zitaanza kuwahitaji wao. Ndio maana unaona kuna baadhi ya wachezaji walikuwa wanajaribu kung'ang'ana, lakini mwisho wa siku Simba ameshinda. Vijibovu, kuna ukimya katika uongozi wa klabu ya Simba mpaka muda huu, Wanayanga akiwa na mashaka wanaleta timu au yanatokea alotokea. Wewe sasa kipi imekaaje? Huu ukimya wa Simba ni kwa sababu Simba sio mwenyeji wa mechi, na taarifa ni kwamba Simba mechi wanaicheza na wanaitaka, lakini waliingiwa na ubaridi kidogo viongozi wao mara baada ya kuona mechi imeahirishwa kutoka tarehe 15 kwenda tarehe 25, mara baada ya kumuona bwana Mangungu na mzee Hassan Dalali na kina Hassan Hasanoa kule Ikulu. Watu wakashangaa inakuaje, na kati tulikuwa tumeshakubaliana mechi inapigwa tarehe 15. Kwa hiyo kuna namna ambapo hapo katikati walisheki kidogo, lakini baadaye naona wameimarika na wamekubaliana mechi inachezwa. Lakini watu wengi wanasema ukimya una kishindo kikubwa, na inawezekana huu ukimya ikawa silaha kwenda kuwaumiza pia Yanga Afrika, wakati Yanga wanafurahi, hawajui Simba wanapiga kitu gani. Kwa hiyo inaweza ikawa surprise package pia katika hiyo mechi. Kwangu mimi siwezi kuona kama ni mechi ambayo ni ya upande mmoja, kwamba Yanga ndo anapewa kipaumbele hivyo, kwa sababu mimi naamini Simba ana kikosi kikubwa cha kucompete na Yanga kwenye hiyo mechi, na ukiangalia 1v1 situation, mchezaji mmoja Simba na Yanga, bado naona Simba pia wana wachezaji ambao wanaweza wakashindana. Simba amefika finali brother, na wamecheza mechi 3 ndani ya siku 7, wamekomaa, unaona mfululizo, lakini bado alienda kukomaa dhidi ya RS Berkane, amefika finali. Almanusra ashinde ile mechi pale Zanzibar, kwa wakienda kumwaga jasho dhidi ya Yanga kama alipomwaga pale Unguja pale Zanzibar dhidi ya Berkane, Yanga anatoka damu nakwambia. Vijibovu, kuna watu wanaweza na mashaka na kikosi cha Simba kwenye hizi mechi mbili. Wamemtazama Simba wa leo dhidi ya Kagera Sugar, Simba dhidi ya Ken Gold, wanaona labda kiwango hakiwezi kukubato na Young Africans. Vipi wewe kitaalamu? Yanga unaona kabisa Yanga ameshinda goli 5 kule, leo ameshinda goli 3. Wanaona kama vile kuna uzani kwamba Simba vyovyote vile huenda akafa. Watoe hofu labda mashabiki wa Simba. Mwandishi umetumwa, yaani unaweza ukafanya hii comparison ya hii mechi dhidi ya Kagera Sugar na kwenda mechi dhidi ya Yanga Afrika. Like serious, hii ni mechi ambayo Simba kwanza walikuwa wanalinda wachezaji wao wasiumie. That's fact number 1. Fact ya pili, ukiangalia kocha alijaribu kuputa wachezaji ambao asilimia kubwa ni wale wao wapata nafasi ya kucheza. Mtu kama Ladja Sambe hajacheza muda mrefu, Valentino Oma leo amecheza kushoto, umeona Duchu amecheza kulia, umewahi kuwashuhudia kwenye full mkopo wa Simba. Kwa hiyo hii sio mechi ambayo inaweza kukupa determination kuelekea mechi yenyewe. Hii ni mechi ambayo ilikuwa inakamilisha ratiba, na of course kocha hajaweza kuweka mbinu zake zote. Kama unataka kuona, hii ni mechi ambayo kocha aliwapa tu wachezaji wacheze, lakini hakutaka kukaza. Wewe Fadlu angetaka hii mechi angemtia Mpanzu ndani,
angetia Mkwala ndani, angetia labda let's say labda Ateba, angetia Kibu kule, angetia Kaponge, angetia Zimbwe, ona fikiri kitu gani kingetokea. Kwa hiyo ni mechi fulani ambayo ilikuwa kocha anataka relaxation kuelekea mechi ya dabi. Kwa hiyo sioni kama ni mechi ambayo unaweza ukaichukua ukaipeleka dhidi ya Young Africans. Mechi ya Yanga ni mechi nyingine tofauti kabisa. Sababu unapocheza na Yanga ni kama vile unacheza michuano ya kimataifa kwa level ya nusu finali ya CAF au finali ya CAF, kwa sababu ndio uzito au uzani kwenye ligi kuu ya kandanda Tanzania bara. So sioni kama hii inaweza ikawa kipimo sahihi dhidi ya Young Africans. Kuna 1-2 kuelekea dabi ya Kariakoo, lakini bado kuna linganisho Shanshala dhidi ya na Pacome Zouzoua. Hebu maliza huu mzizi wewe sasa kitaalamu. Kwanza mpaka sasa hivi top scorer ni Chanchez Ahoua, of course. Leo hajafunga na ametolewa na kocha, uliona ananungunika, alikuwa akisikilizia labda kule kuna mtu ataongeza, lakini bahati nzuri na mbaya ni kwamba Clement Mzize leo hajafunga goli. Yaani Mzize leo hajafunga, amefunga Chama, mara Onyango kajifunga, mara uko naye Baka kafunga, Max sijui kafunga, Duke kafunga, afu yeye Mzize afungi. Kwa hiyo Ahoua yeye tayari amerelax, yuko pale kwenye kiti chake cha ufalme, tayari ni top scorer wa msimu. Issue ya MVP, najua kuna propaganda zimeanza kuandaliwa. Na jana nilikuwa nimeandika kwenye page yangu ya Instagram kwamba mpira wetu wa kibongo una unafiki mwingi sana. Yaani Pacome Zouzoua tayari ameshaanza kupewa kwamba ndo MVP, most valuable player. Pacome amehusika, magoli aliyohusika ni tofauti na Chanchez Ahoua. Lakini huwa watu wanashindwa, na kamati pia naiambia kamati ya uandaaji wa tuzo, wakiingia kwenye mtego watatoa tuzo bila wao kutarajia. Kwa sababu gani? Kinachoangaliwa kwenye tuzo kwanza ni distance covered, yani namna ambavyo mchezaji amecover distance kubwa uwanjani. Angalia work rate ya Pacome Zouzoua na work rate ya Chanchez Ahoua, dakika ambazo amecheza Chanchez Ahoua dakika ngapi compare na Pacome Zouzoua ambaye alipata majeraha. Sio kufunga is a big deal. Issue ni mchezaji amecover distance kwa kiwango gani uwanjani, mchezaji amekimbia kilomita ngapi uwanjani, mchezaji amecheza dakika ngapi uwanjani, ana kadi ya njano hana, amechukua tuzo ngapi za man of the match mfululizo. Utaona amechukua pia tuzo nyingi, ingawa Pacome amechukua 7, sio? Kwa hiyo unaweza ukasema kwamba mpaka sasa hivi Chanchez Ahoua kwa namna ambavyo ameconsider idadi ya magoli mpaka sasa, goals involvement mpaka sasa hivi, mtu ameshagonga kitu hadi kufika 25 bro. Unaweza vipi kumtoa kuwa yeye ndio sio MVP? Yaani kama kamati ya tuzo haitaweka matabaka na kama watasema hamna haja kubalance, Chanchez Ahoua anaweza akachukua top scorer, anaweza akachukua most valuable player kwa maana MVP, anaweza akachukua kiungo bora. Yaani anaweza akachukua kiungo bora, anaweza akachukua MVP, anaweza akachukua top scorer. Kwa tumalize kwa upande wako, naomba tayari Chanchez Ahoua ni MVP, most valuable player. Shukrani sana.